Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Karibu. Asante kakaangu. Kwani ulikuwa na shida gani? Kakaangu, mimi huku ni mgeni. Nilikuwa na mwenyeji wangu ambaye ametoka kijijini. Ananiambia kanitafutia kazi, kwao nikaja huku. Nilipokuja huku, nampigia simu zangu akawa hazipatikani. Kwani umetoka mkoa gani? Mimi nimetoka Morogoro vijijini. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji nini? Namba tu hifadhi kwa leo. Kesho mimi nitatafuta pa kwenda. Unajua mimi ni mtoto wa kike, alafu usiku kuna vibaka. Nakuomba kakaangu, na nilale siku moja tu. Kesho mimi naondoka. Kwa hifadhi kikweli nitakongopea. Cha kwanza mimi na mke wangu. Sasa mke wangu amesafiri tu mara moja. Kingine cha pili, unajua sasa hivi katika mji wetu wa Dar es Salaam umekuwa na matatizo sana. Maana kuna matukio mengi sana. Naweza mkaribisha kwa wema hivi, mwisho siku kawa labda ikawa ni mchongo tu labda hivi. Baadaye wale wezi wanakuja kunibia, na wakati mwingine kunakuwa na mambo mengine ya tofauti. Kwa hiyo kweli mimi sidhani kama naweza nikakupa msaada. Kakaangu, kuwa na huruma hata siku moja tu. Nakuomba, mimi mtoto wa kike. Nitaenda wapi kakaangu? Mimi huku mgeni, alafu mwenyeji wangu ndo kama hivyo hapo simu zangu. Sawa. Mimi nitakusaidia tu siku moja, lakini kesho asubuhi uondoke. Sawa? Sawa kakaangu, asante. Asante sana kakaangu. Sawa. Karibu ndani. Asante. Muda mrefu ndani ilikuwa chini ya uvungu. Na usema nani? Fauzia. Fauzia. Kutokana na mazingira jinsi yalivyo, yani itakuwa sio vyema kwa sababu ile godoro lilikuwa chini ya uvungu hili. Nilikuwa naomba tu wewe uweze kulala chumbani, mimi niweze kulala tu hapa kwa sababu unaona kama mazingira sio vyema kwako. Hapana kakaangu, mimi hapa tu panatosha. Usiogope, hamna tatizo la aina yoyote. Mimi hata sina matatizo yoyote wala sina madhara. Kwa hata ukilala huko nadhani itakuwa kitu kizuri. Sawa? Nimeridhika tu. Sawa, haina shida. Jinsi kama upo nyumbani. Asante. Lakini umeshiba?
Ya, niko sawa kabisa. Asante sana. Nashukuru. Ngoja basi nikusaidie kunang'ania. Shuka yao. Usiku mwema. Na kwako pia. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Wefa. Umeingiaje huko ndani? Nilisahau kufunga mlango. Na wafuata nini kitani kwangu? Marekani, mimi nishindwa kulala peke yangu. Naona kama naogopa. Kwa nini maana nije huko ndani wote? Sasa uje kichumbani kwangu. Inaingia na vipi? Wewe ni mwanamke, mimi mwanaume. Na afu isitoshe mimi nilikwambia kabla kwamba mimi nimeoa. Haya, imagine kama mke wangu kaingia tu ghafla, amekuta huko chumbani. Si kesi za mauaji hizo. Najua nitoka nimeingia huko ndani. Na kuangalia nisi kama shanza kukupenda. Alafu isitoshe mke wako hayupo. Alafu mimi huko nilipotoka kijijini nina miezi na mwanamume. Kwa naomba kama ulivyonisaidia hapo, naomba na hapa pia unisaidie. Nipo mara moja tu. Hivi una akili timamu kweli wewe? Yaani mimi na wewe tumeonana leo tu na nimekusaidia tu. Siku moja nimekwambia kabisa uje ulale usiku moja. Leo unataka kimapenzi. Au ilikuwa kusijua lako sio msaada, ilikuwa kusijua lako tufanye mapenzi. Hebu naomba utoke huko. Hapana, sema. Toka. Na kesho asubuhi tu uondoke uende huko kwenu. Mgeni yuko wapi? Mwamkia anko. Baba, jambo. Jambo. Unajua kuimba cheche? Muimbie cheche. Cheche kule. Cheche tu. Cheche kubisa. Cheche yetu. Langa chilanga. Nganga kidogo. Gonga kidogo. Na wewe gonga ba? Sema nini? Hapa umepigwa hapa. Wewe angalia hii sura hapo, muangalie mtoto. Yaani copyright na mimi. Hapo hamna kilichopigwa hapo. Sema wao leo umewaka. Unaona na kula ubwete. Ona angalifanya hivi, angalia kale. Anaenda kula ubwete. Niambie. Nikwambia kitu kimoja mwanangu. Nina bonge la mchongo nataka nikwambie. Yaani mwanangu, yaani mchongo huu sikutaka nimwambie mwanangu wewe na sikutaka nimwambie yani Fred, sikutaka nimwambie
Shabani sikutaka nimwambie papa. Sikutaka nimwambie nani yule pale. Wengine masahau bwana. Nani huyu? Achana nao. Sasa hii mchongo nataka nikwambie wewe. Wanangu wote kama uniwataje nimeshawakataa. Unajua nchi kubwa iko vipi? Mwanangu jana kwenye mida fulani hivi, hiyo mida nimesahau kidogo. Nilikuwa naanua nguo. Uwezi amini mwanangu Yezali kaja kunidondokea mimi mwanangu. Wewe nikasikia mlango unagonga. Wewe nikaenda pale kuja kufungua hivi. Kwenda kufungua hivi. Mwanangu kuja kuangalia hivi. Mwanangu yakutana na mtoto mmoja mkali. Mtoto kaiva. Mtoto kakaa kimatamanini mtoto. Kabla una shida gani? Mtoto akaniambia, mimi nilikuja Dar es Salaam, nimetoka Morogoro. Nimekuja mpaka hapa. Lakini mwisho wa siku wakati huo alikuwa na shangazi kaje, nimetoka Morogoro. Nimekuja hapa, nilikuwa tafutiwa kazi, mwisho wa siku nimefika Dar es Salaam, nimepiga simu, mwenyeji wangu kazima simu. Kwa mimi hapa sina sehemu ya kulala. Mwanangu nikakaza. Mikazo. Mtoto kumwangalia hivi mwanangu, mtoto yani ana mitungi ya gesi, mtoto ana matrako. Yaani unajua ana matrako. Alalala. Yaani sema nini? Matrako. So poa mwanangu Chris. Mwanangu sijiko nimemkazia. Mwanangu nikazo yote, mikazo zero. Nikamwambia mtoto njoo nakupa hifadhi siku hii moja tu. Mwanangu si unajua mimi mwema boy. Nikamwa aje alale mwanangu. Kaingia ndani kulala, mwisho wa siku sasa. Kufika usiku mwanangu, ile nimelala hivi. Nikashangaa mtu ananigusa. Katika hali ya kunigusa mwanangu, kugeuka hivi kuangalia, kukuta mtoto mwanangu. Oya mtoto kalegea. Mtoto unaambia mwanangu kama wale malaya ya Kichina. Mtoto yupo romantic. Vipi? Nimeogopa kulala peke yangu pale giza, nimeogopa. Kwa hiyo nimekuja tulale wote. Kama mimi sitaki, mimi sinajua nina mke mwanangu. Sitaki na mke. Huyo mke wako si tutajua nini. Wewe mtoto kanishika. Na mke wangu alikuwa kaenda safari mtoka muda mrefu. Wazungu wako wanachungulia tu. Wewe kanigusa wazungu wao mwanangu. Kuja hivi mwanangu mtoto. Yaani hiyo story unavyoendelea inaonyesha tayari ushashiriki dhambi na shetani uongo. Yaani ushavunja amri ya 6. Kaka nimepiga. Yaani sio kupiga, nimepiga. Nimeichapa sana. Mtoto mwanangu, mtoto kaiva kaka. Mtoto yaani sasa kwenye kitanda chako. Yaani unacholala na mkeo. Unavunja amri ya 6. Haki ya Mungu nilikuwa najua dhambi hamna, kumbe nimeamini dhambi zipo. Hivi Chris mbona roho mbaya sana wewe? Yaani una roho mbaya kama nini? Yaani mwanangu wewe kuna bia swala hili umekuwa na tatizo. Wewe mwanangu wewe ndio maana una kigumizi mwanangu. Ndio maana umepigwa roho mwanamke wako. Mimi nijua hapa nakuja hapa kwako na baada napata ushauri mzuri na unanisaidia hata geto mtoto ni mfiche niona tunajipakulia minyama wewe tayari una noma. Hiyo donge tu mdogo wangu. Haina noma. Wewe si unana na kalili na kigugumizi. Oya, mwambie aondoke. Mwambie yako nenda. Au unataka kuondoka naye? Nenda naye na yeye. Naona unanipotezea tu muda. Nenda. Oya, nenda naye afu utamrudisha huko sawa? Oya, nimegeli. Hebu mlete mwanangu. Usio kampaka kule. Sasa hizi. Salama kwema? Kwema, samani shemeji nimemkuta. Ndio yupo. Maana nilikuwa na shida naye ya muhimu sana. Sawa, lakini ana kazi. Msubiri. Nilikuwa na shida ya muhimu tafadhali. Ana mteja, hoja nikuitie. Sawa. Kalinde mya masenga nene nawo kakolebone wama yokolebone mo masenga mulya nyama. Dada
taja shida yako. Taja shida yako. Nena tatizo lako katika kibuyu hicho. Wakubwa, najua mnanisikia. Toka mume wangu ameoa mke wa pili nimekuwa sina raha kabisa. Maana watoto 2000 hivi wanatusumbua sana kwa ndoa zetu. Ikiwezekana afe au afukuzwe. Bado na matatizo makubwa sana. Wewe na makoye. Wigwa. Una shida. Nyota yako iko mbali sana. Nyota yako iko le. Nyota yako iko south. Unataka nikutibie? Nataka nisaidie. Unataka tiba? Nahitaji mganga. Wakoi na wanyangasa ni waitana na walelo. Nena tena kwa mara ya mwisho. Uzungumze na wakolo. Sawa. Wakubwa, najua mnanisikia. Toka mume wangu ameoa mke wa pili, nimekuwa sina raha hapo nyumbani. Nilikuwa naomba mnisaidie. Huyo mwanamke afukuzwe au afe kabisa. Umeshanena? Nimeshanena mganga. Wakulu watakusikia. Sawa. Sasa basi. Shalaiti moja nalokupa wewe. Ndio. Simetaka ndoa yako. Ndio. Na yule mchukulu aliyopo pale nyumbani atoke, si ndivyo? Ndio. Si ndio? Ikiwezekana afe kabisa. Shalaiti moja tu. Ukiliweza umefaulu mtihani wako. Niambie mimi. Nakupa dawa. Ndio. Ambayo wewe kwa usiku wa leo usiondoke hapa katika kilinge changu. Inatakiwa dawa nipake mimi. Nisikilize vizuri. Sikiliza vizuri. Unaenda kupata masharaiti na tatizo lako linaenda kuisha. Sawa? Sawa. Inatakiwa dawa mimi nipake katika ume wangu. Unanielewa? Rashani. Mambo chemiko. Sawa jote. Alaina ndi mwana ha. Haya. Aleto mama mara moja naliza kunuko. Haya. Uliko? Haya. Mwelagege iki naliza. Haya. Toshita mayo. Kuna uganda ya konyanga lola nchiza. Wata nitakupaka. Ila nakuogesha kwanza dawa. Alafu utalala hapa. Tumeelewana? Jioni kinawaka moto. Jioni kinawaka moto. Jioni kinawaka. Jioni kinawaka moto. 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 Balake mayo. Dawa. Kuna hemba ko ya hawizaga. Ale haya kina. Wale bageti. Kuna tunayo ansanga wa enankema. Oyiza kubula lulu. Sawa.
Kuna makoya gete. Honoko. Kuna makoya gete. Nare haya geke. Oigwa. Kumwana niko kwa mayu. Kumwanina. Kumwana. Kwao kumwana atisoja. Ate ukaya abo gete mwana. Sawa toshita baba. Ambuluto. Akwiza. Sawa. Sawa gete. Toshita. Ngolelo mela. Aya. Sawa. Toshita na kumwira. Sawa. Hiyo niko na waka. Ndetole bacha moto mingi. Bacha moto mingi. Tole bacha moto mingi. Tole bacha moto. Mdogo wangu. Wakubwa amesema hivi. Utabidi urudi kwanza nyumbani. Ambako ni nyumbani kwenu kabisa kwa mama yako. Na sio ukweni kwako. Kwa sababu utakaporudi ukweni kwako, kule ndio kuna matatizo sana. Kwa hiyo sio kupata shida ambayo ni kubwa zaidi ya hiyo uliyopata. Kwa hiyo ninachokuomba tu, wakubwa walivyosema, rudi kwa mama yako mzazi. Hapana dada, mimi siwezi kwenda nyumbani kwa sasa hivi. Nimemfumania mume wangu leo nimwache niende nyumbani. Hivi inawezekanaje? Hapana mdogo wangu. Maana nakwambia rudi nyumbani. Kwa sababu wakubwa wamesema watalifanyia kazi na watakufuata huko huko liko. Sawa, mimi nakaa hapa hata siondoki. Leo mizimu yake itakaposhuka itanikuta hapa hapa. Sina kwa kwenda mimi nikamwacha mume wangu hivi kirahisi mtu anafaidi. Hapana mdogo wangu. Mimi mpaka nimekuambia kwamba uende nyumbani. Uende kwa mama yako. Kwa sababu ukienda ukweni ndio kuna shida kubwa sana. Lakini sasa hivi unaona kabisa kapandisha bado. Kwa hiyo bado ile mizimu bado ipo kichwani. Kwa hiyo atakaposhuka mizimu yake, atakufuata, atakuja kuongea na mmeo. Mimi nyumbani siendi dada. Nabaki hapa mpaka nijue mwisho wake nini mimi na mume wangu. Nyoka mgeni. Inaonekana ni hodari sana kuchukua meza watu Wewe dada, wewe ni nani? Mpaka unakuja hapa nyumbani kwangu unaniambia haya maneno? Mimi ni mdogo wake na mwenye nyumba hii. Oh. Kwa hiyo nisikilize nikwambie dada. Tena mbona nisikilize kwa makini. Sikuhitaji kwenye hii nyumba. Tena uondoke. Umenielewa Sasa sikiza nikwambie wewe dada. Walo kutumoko wapeleke salamu zangu. Mimi hapa sitoki na ndio nishafika. Oh, yani inamaanisha zaidi kwamba ushazoea kuchukua ume za watu. Yani unaharibu ndoa ya watu ili uingie kwenye mjengo, si ndio? Sasa kitu ambacho kinakuja hautoamini. Utajua familia ya Kinyakyusa iko vipi. Subiria, game inakuja. Nyoka mgeni. Nyoka. Ndio hivyo shemeji yangu. Amenifukuza na kunitumia na mabegi kwa sababu yule mwanamke. Shemeji yangu pole kwanza. Pole sana. Hivi ama mligombana? Hapana, mimi nilisafiri tu sikupata dharura kama siku mbili tunarudi nyumbani na kuta mwanamke ndio anifungulia mlango. Kutoka ndio hivyo kaanza kukabana tunapigana katoka akanitimua niondoke. Hicho unachoniambia kwanza kiniingia kichwa. Hivi amekuaje? Ndogo wangu hakuwa na tabia kama hivyo. Hii leo umekuja umeniletea kwamba kuna mwanamke mwingine tofauti na wewe naye kujua mimi. Sawa. Mimi nikimaliza kula hapa, nendeko nyumbani kwenu, nende nikamkute. Ili hata huyo mwanamke kama yuko pale, nende nikamkute nimwambie mbele ya mke wake. Upumbavu ukaanza lini? Sawa shemeji yangu, nitashukuru sana. Siko tayari kumpoteza mume wangu. Nampenda sana mume wangu. Tumetoka mbali. Naomba unisaidie kwa hilo. Wala usijali shemeji yangu. Mimi niko pamoja na wewe. Mimi najua shemeji yangu halali ni wewe. Na si mwingineo.
Marekani. Eneniza gana ombwele muhayo gomodo. Mke wako iko he? Mke wangu nipo naye ndani. Wewe unazungumza labda mwanamke gani? Wewe na uhakika kabisa kwamba mke wako ni mnyumba mno? Ndio. Hivi wewe na masala kweli hapo? Na hii ni nsembo. Waila mla kufumana naye. Nuko ombwele. Mke wako iko he? Kaka. Mbona leo sikuelewi? Yaani umekuja na hasira ambazo hata sijui maana yake ni nini. Mimi najua hujaelewa kitu. Ngoja nikuonyeshe mke wangu ili uweze kufurahi. Najua hata ukimwona mwenyewe pia utaenjoy. Ukiachana yule alikuwa mfanya kazi tu. Anaitwa Fauzia. Ni mrembo kweli yani. Fauzia. Abe mume wangu. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Lembela mwanambago. Lembela. Marekani. Wewe masala kweli wewe? Mbona uyemlelelele vile hivyo? Waona kama mkema monoyo? Mtu monoyo. Ekanko ile kintu kimo. Hange umpolekeze hange. Kwina Luiso la manya kuyomba monoyo mtu ama sio mtu. Hivi uyomba kabisa uikalaga na mkema mnyumba. Oyo. Wewe si mwanamke? Au unamwona nani? Alafu kaka, ngoja nikwambie kitu kimoja. Masuala kuingiliana katika familia mimi sitaki. Wewe mbona unachagua maisha ya kuwa mganga? Mimi sikuingilia. No, wewe la tuweana. La manya monoyo mtu ama sio mtu. Change ya. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Baby. Unajua mimi ukishika nywele yani inacheka mpaka nakuwa na kisese. Unajua nywele zako ni nzuri sana. Si unajua? Mimi babangu ni Marekani, mamangu ni Mtanzania. Oh. Ndio maana wengi ambao wananifahamu wananiita Marekani. Baby. Naona ni muda sahihi sasa hivi kupeleka nyumbani. Na ukajua familia yangu. Baby bana. Mbona mapema sana? Yaani hatuna hata wiki moja. Yeah. Nitaka ukajua familia yangu. Alafu sitaki tena uishi huku. Sasa mpenzi wangu, ujue mimi nafanya kazi. Nimeajiriwa. Na vile vile mimi nimeshajenga nyumba hii hapa. Kweli niache nyumba yangu niende nikaishi huko? Usijali kuhusu kazi wala nyumba. Huko kwetu kuna kila kitu. Mahali, manyumba, magari. Ni wapi huko kwetu? Baharini. Baharini?
Mbona sijawahi kusikia kama baharini wanaishi binadamu? Mimi ninavyojua tu kule baharini vinaishi viumbe tu ambavyo ni samaki. Tofauti na samaki ni maji tu. Baby bana. Hapana. Kuna watu naona wengine wanaishi huko duniani, ila wao wanakuja kula, wanatuletea zawadi, wamejenga na wana magari na hawangaiki, yani njaa hizi shida hizi hawana shida ndogo ndogo. Ukija huko kwetu utapata kila kitu. Ukitaka gari unapata, nyumba unapata, hela ndo sisemi. Yaani hautopata hizi shida hizi ndogo ndogo, sio kuishi kwa nyumba ndogo kama hizi. Mimi sijazoea, kwa hiyo nataka nikupeleke kwetu. Unaweza kuniambia kuna baadhi ya binadamu wengine wanaishi huku duniani lakini wana uhusiano na watu wa kule na pia huaga wanafika kule ambao ni matajiri? Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Kwa nini unakaa kwenye mwili wa binadamu? Unaanzisha mahusiano na binadamu ikiwa wewe ni jini nyoka? Mimi nampenda na natamani kuishi naye, na ikiwezekana nimpeleke kwetu. Hapana, haikustahili kabisa ukaishi na binadamu ikiwa kwamba wewe ni nyoka. Sasa basi, na kurudisha katika imani yenu ya ujinini. Siwezi kuondoka. Utarudi. Wako wewe na wanyanga sana wakatunda. Kaka, unafanya nini mpenzi wangu? Silikwambia usifuatilie kwa nyumba yangu. Unafanya nini sasa? Tuma! Nyoka mgeni. Enendo nkonama. Enendo katawe. Malunde. Wale ukono kuomba ukanele kusoa kwa kaingwe. Si waso wastaizi. Batu. Sio kuniangalia kama hivyo. Najua utaki kuniona kabisa kwa yale yote ambayo nimeyafanya. Lakini kiukweli Hatu, nimekosea sana.
na sijui kwa nini nimekosea, kwa sababu nimejikuta nimeingia katika dimbwi la matatizo tu pasipo mimi kujua. Manake nimekudharau sana, nimekutukana sana, nimekudhalilisha sana. Yaani nimevunja utu wako, nimevunja thamani yako pasipo kujua kosa langu. Kiukweli Atu, yule mwanamke alikuja kama kuja tu kwangu, yaani kama kuja kuomba msaada kwangu. Kumbe sikujua dhamira yake, lakini mwisho wa siku hakuwa binadamu. Kwa hiyo ni swala ambalo mimi najutia sana, tena zaidi ya sana ambao kitu ambacho nimekifanya. Nimekumbuka maneno ya watu ambao walikuwa wakiniambia kuwa niweze kuachana na yule mwanamke, lakini wakati mwingine sikujua kuwa ilikuwa ni akili yangu au ilikuwa ni mapenzi au ni kitu gani. Yaani kwa haraka haraka sikuweza kujua kama nilikuwa kwenye kiza ambacho kilikuwa ni kinene sana. Atu, kiukweli nakupenda sana. Sio kweli kama unanipenda mume wangu. Usingenidhalilisha na kunitupia mabegi nje. Ni kweli, lakini haikuwa dhamira yangu na nilikuwa sio mimi. Na hapo ninapokuambia mke wangu, yani yule ni sio binadamu. Na hapo ninapokuambia mke wangu, yani pale nilikuwa sio mimi. Yule alikuwa kaniroga. Na yule kiukweli, hiyo ni jini. Na nimekuja kuamini hapa nilipotoka, nimeacha kule nyumbani kuna ugomvi. Manake kakaangu ameweza kufanya kitu cha ajabu sana, na pia nimeweza kuamini. Yaani kiukweli naomba unisamehe. Manake wewe ndo mke wangu wa ndoa. Sasa ni kama kweli ulikuwa mtu wa kunitupia mabegi nje na kunizalisha mbele za watu. Niumiza sana mume wangu. Na ndio mwanaume wangu wa ndoa. Tulifunga ndoa kanisani. Na tukala viapo tutakuja kuachana mpaka kufa. Naniuma sana mume wangu. Ni kweli imekuumiza. Sasa mimi nifanyeje sasa? Na wakati nilikuwa sio mimi. Mimi nilikuwa nimerogwa tu, nimekwambia. Hapana mume wangu. Nakupenda sana. Umenisamehe mke wangu? Nashukuru. Nyoka mgeni. Nyoka mgeni. Dada, una shida gani? Alafu mbona uko hapa kwenye kipoli hiki unalia? Kaka, mimi nimepotea na sina sehemu yote ya kwenda. Maana nimefika na nasikia unalia. Alafu mbona umekaa
kwenye hiki kipoli peke yako? Kaka, mimi nimepotea na sina sehemu yote ya kwenda. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe huku mjini ni mgeni? Ndio. Sasa umetokea wapi kwani? Mimi nimetokea Morogoro. Yaani mji kasoro bahari, si ndio? Mimi nitakusaidia, sawa? Utaenda kukaa pale nyumbani, lakini wakati unaangalia mazingira kuwasiliana na ndugu yako, sawa? Twende. Asante. Nyoka